bado naendelea kutumia maswali mengi kuhusu tafsiri ya kipimo cha HIV. Nimeshafundisha sana, lakini bado naona kila siku sikosi watu 5 mpaka 10 WhatsApp kule wanauliza kuhusu vipimo vyao. Na wengi hao utakuta amepima kipimo, amesoma majibu baada ya lisali moja, anakuta inachora mistari 3. Amepima baada ya dakika 15 kinasoma mstari mmoja, anatunza kipimo, baada ya masaa 3 anakuta kinachora mistari 3. Wengine wanarudia na kurudia, anarudia kipimo kingine anakuta kina mstari mmoja, lakini tena baadaye mistari 3. Sasa naona maswali ni mengi, naona nitoe ufafanuzi public, kila mtu aweze kuzingatia, na haya maswali pengine yatapungua, sababu hii klipu mkiishare watu wengi watafaidika. Ndugu zanguni, kile kipimo cha HIV kile pale ni kipimo cha kuangalia kama una maambukizi ya virusi wa ukimwi, wanaweza kusababisha ukimwi. Kile sio kipimo cha ukimwi, ni kipimo cha HIV. Kwenye kipimo kile kinaangalia uwezekano wa uwepo wa HIV aina ya kwanza na HIV aina ya pili, sababu kuna HIV wa aina mbili, HIV1 na HIV2. Huko kwetu sana kuna HIV1. Kama wewe umepita labda na wazungu na nini huko, wenye HIV2 ndio unaweza ukawa na HIV2 na HIV1 kwa wakati mmoja. Sasa hicho kipimo utakapopima, najua swala la kujitoboa, kuweka damu pale, hilo halihitaji mjadala, inafahamika. Kuweka maji yake pale, hiyo haihitaji mjadala. Ukishaweka sampuli pale, utasoma majibu kuanzia dakika 10 mpaka 20. Dakika 10 mpaka 20, soma majibu hapo tu. Usisome majibu kabla, usisome majibu baada ya dakika 20. Yaani wastani, yani ile average muda wa kusoma majibu, muda mzuri dakika 15, ambao ipo kati ya dakika 10 mpaka 20, soma majibu. Kwa hiyo soma majibu dakika 15 toka umepima. Si kabla ya dakika 10, si baada ya dakika 20. Ukisha soma majibu ndani ya dakika 15, hicho kipimo chukua, tupa, hakina kazi tena. Kukaa na hicho kipimo ndo haya mambo utakuta baadaye kimechora mstari 4, kimekolea zaidi, utachanganyikiwa, utaharisha, utatoa jasho, utakimbia huku na kule na utapata matatizo. Soma majibu dakika 15 toka umefanya kipimo, na baada ya hapo tupa. Sasa hiki kipimo una kisomaje? Kipimo hiki kitachora mistari 2 kama na maambukizi au 3, au kitachora mstari mmoja kama hauna maambukizi. Kivipi? Utakapoweka sampuli pale, ikifika dakika 15, angalia kama mstari umechora kwenye C. Kumbuka ndani ya muda ambao unatakiwa. Kama mstari upo kwenye C, maana yake hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama imechora kwenye C na kwenye 1 au kwenye 2, maana yake una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama imechora tu kwenye 1 na 2 na kwenye C haijachora, maana yake kipimo ni kibovu, rudia kupima tena. Kwa hiyo ndugu zanguni, kama kipimo kikichora hivyo katika muda ambao ni sahihi, dakika 15,
kikachora kwenye C na kwenye 1 au kwenye 2, yani kikiwa na mstari zaidi ya mstari mmoja, maana yake maambukizi yapo na usipaniki. Cha kufanya hapo ni ondoka, nenda hospitali, kafanye vipimo zaidi vya kuthibitisha, na baada ya kuthibitisha kama ipo, basi utaanza matibabu na ushauri ili uweze kuishi vizuri bila ya matatizo yoyote. Kwa nadhani huu ujumbe ni muhimu sana, manake naona watu ni wengi wenye haya maswali. Kwa ujumbe huu nadhani nimewajibu vizuri, mtaelewa sasa.